Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Tanzania hatujapata maambukizi kutokana na Watanzania wenyewe. Yes. Tunapata maambukizi kutoka nje wanaoambukiza Watanzania. Hili naomba kulisitiza sana. Kwa mazingira yetu Tanzania na bahati hii tulioipata, tunahitaji kwa Watanzania wenyewe kwanza kuona umuhimu wa kuchukua hatua za kujikinga, kwa sababu hatuna mtu ambaye ni Mtanzania amezalisha maambukizi. Na ile alimsitiza waziri, na mimi nataka nilisitize sana. Nataka nikupeni practical experience tuliona sisi Zanzibar. Bandari ya Mkoani peke yake Pemba kwa wiki inaingiza watu 6,000 wanaosafiri from up and down. Wanatoka Kenya, wanatoka Dar es Salaam, wanatoka Tanga, wanatoka wapi, wanaingia kwenye bandari moja tu ya Mkoani peke yake. Bandari ya Wete kwa wiki watu 2,500. Juzi tulipokuwa wenzetu Kenya wamefunga mpaka, wilaya tu ya Micheweni peke yake 1,500. Wilaya moja. Tukapima vijoto, tukamaliza. Lakini hadithi haishii kupima joto. Na hili ndio tatizo ambalo tunajaribu kule address, nataka Watanzania waelewe. Tunapowaambia wenzetu jamaa mlioko nje pumzikeni kidogo, watuelewe kwa huku ndani tuna kazi kubwa. Watu 134 tulioweka kwenye karantini Zanzibar sasa hivi. Madai yao kana kwamba sisi tuko kwenye pepo, tunaishi peponi, na wao wanataka waishi peponi. Kumbe tuko kwenye crisis, tumewasaidia, tumewaweka pahala ili tuweze kupimana. Kwa nini tuwapime? Tunawapima kwa sababu muda wa huyu mdudu kuiva mpaka akawa na athari si chini ya siku 14. Namuita mdudu mie kabisa. Maana ndio Kiswahili sahihi utakwambia virus tu tuaelewe. Na tumeona sisi watu wawili wamefuatana pamoja, wanatokea Ujerumani, wamepita Ufaransa, wakaja Nairobi, wakaja mpaka Zanzibar. Mmoja tumempima, tumepeleka vipimo vyote, mmoja kaonekana negative, mmoja positive. Yule ambaye alionekana negative kabla siku 14 hazijamalizika anaonekana positive. So take an example, kama yeye tulimwachia akatembea. Si tumeona positive, tumemwacha akatembea. Siku 14 hazijamalizika, katikati akakumbana na Hamad Rashid, hali ingekuaje? Ndio unaona marais wengi huko wamekutana na maids wao huko nje, mambo yamekuwa yameharibika. Nataka muione hivi katika uzito wake. Kwa serikali inapochukua hizi hatua za kusema wewe unakaa kambini siku 14 na tunakupima na tunakuchunguza, hata kama umepona bado tunaendelea kukuchunguza, ni halali kabisa, ni haki kutokana na nature ya huyu virus. Zinaweza kabisa ukapita pale tukaumilika, temperature yako nzuri, after 4-5 days mambo yakabadilika. Lakini tumekupima wasema mimi niko sawa sawa. Hili naomba sana waandishi mlisikamatie sana. Serikali haina nia ya kumweka mtu kambini ikamtesa, tena mtu wenyewe raia. Lakini nia yetu ni kutaka usalama wa nchi yetu, kwa sababu mpaka sasa hatujapata Mtanzania ndani aliyetuzalishia maradhi haya. Tunataka tuendelee na hiyo spirit. Yes. Na hii lazima ilindwe kwa nguvu zetu zote. Wanaokuja watuelewe tunapochukua hatua za kudhibiti ili Watanzania wasipate maambukizi. Nikupeni mfano tena ulio hai. Katika familia yetu sisi alishukiwa mtoto wangu. Naisema mbele yenu kabisa muione. Tukaenda Muhimbili, tukakaa pale, tukaenda kwenye holding, akaulizwa umekutana na watu wangapi? Si chini ya watu 50 including mimi waziri wa afya ambaye ni mtoto wangu. Nataka kupeni live example. Maana yake ingekuwa yeye ni positive, maana yake watu wote 50 alikutana nao wenyewe lazima na wao positive au suspected to be positive. Hao 50 hatujui na wao wamekutana na watu wangapi. You are talking about a chain of 100 to 200 people. Je, do you have that capacity ya kuweza kuwachunguza watu hao? Nataka muone ukubwa wa tatizo ambalo lipo mbele yetu na tahadhari ambazo tunazichukua kama Wizara ya Afya
wananchi watuelewe. Na ndio maana tunasema unapopata ishara tu ya kuwa wewe kidogo una tatizo, please come forward, tuone namna gani tunaweza kukusaidia. Pili, tupe taarifa sahihi, umekutana na nani na nani, umeenda wapi na wapi, ili tufanye hiyo kazi. Sisi kwa siku sasa hivi tunafanya tu hizo testing za kawaida si chini ya watu 130-140. Kwa sababu wewe tumekuchukua watu 38 tumewapeleka, hatuna hakika wale waache nyumbani wamekuwa koje. Inabidi tupate information zote hizo. Hii sio kazi ndogo. Na kwa serikali zenyewe hizi chumi zenyewe mnazielewa. Kama hawa wakubwa huko vilemba vimeroa, sisi mkutu utakuwaje? Nataka ili mulelewe sana. Kama Marekani anapiga kelele, kama Mfaransa anapiga kelele, Mtaliana anapiga kelele, Mthailand anapiga kelele, and everybody anapiga kelele, wewe maskini ya Mungu usipojipanga vizuri itakuwaje? Hilo ilikuwa jambo la kwanza. Na waomba sana wa Tanzania, tunapenda sana wafanye shughuli zao kila pahala, lakini kama huweki mita 1.5, sio mita 1 in fact, mita 1.5, maana si chafya zetu kali kidogo, zina nguvu, zina shiba. Sisi chafya zetu zina heba, sio kama za wenzetu. Ukipiga hapa inamfika Subi kule atapata habari. Basi weka mita 1.5 kama yule chancellor wa Ujerumani alivyosema, sio mita 1, mita 1.5, ameongeza kidogo. Kuchukua tu tahadhari. Ningewaomba wananchi hili tunalipuuza. Jana nilikuwa naangalia daladala pale Dar es Salaam. Akasema Mungu tusaidie tu. Watu wameshonana ndani ya daladala hivi. Sisi Zanzibar tukasema jamaa mnakuja na boti, basi kama boti yako inapakia watu 100, hebu chukua 50 badala ya 100. Tupate spacing ndani. Swala la spacing linasaidia si chini ya 50% kupunguza maambukizi. You have to understand. Yes. Ni simple, lakini spacing ni jambo ambalo linapunguza maambukizi kwa kiwango kikubwa sana. Let us do that. Hii haitaki pesa ya kigeni. Inataka tu hamasa na uono wa mtu. Na ndio maana tunaambia wenzetu, mnapokuja ndani ya nchi, tunataka tulione hilo mapema. Mnakuja ndani ya ndege mmejazana, mnakutaka mgeni kwenye basi mmejazana, na mnatoka katika nchi ambazo tayari zina matatizo. Tunataka hili. Naomba sana wa Tanzania popote walipo, wao wenyewe bila ya force. Wenzetu wengine wanapiga bakora. Italy ukitembea barabarani, ukikutanika huna kibali, unashtakiwa kwa kosa la mauaji, kwamba wewe ni muuaji. Wengine wameimpose euro 5,000, 6,000 ukikutana kwa barabarani. India wanapiga bakora kama hawana akili vizuri. Sisi wa rais wetu hawa wanasema jamaa Tanzania maskini za Mungu hawa tukiwapiga bakora, tukiwalazimisha. Basi hamtaki kutumia tena busara. Naomba tuwasikilize sana viongozi wetu. Wametuomba tukubali sisi wenyewe cautiously kabisa, tujibague, tukae mbali. Hivi waandishi habari hivi tuvoka hapa, hatari. To be honest with you, tunataka tutoe hizi training, mafunzo haya ya distancing moyatoe kwa nguvu sana. Tunaweza tukapunguza maambukizi kwa asilimia 60 kama tunakaa kwenye nafasi vizuri. Tuna mabungi, tunakutana, mikutano ya ndani, and so on and so forth. Mimi nikitaka ni insist haya mambo mawili makubwa. La msingi sana, viongozi wetu wametusaidia, wametoa kauli nzuri tu. Siku moja nikuta kiongozi mmoja analaumu ati viongozi wazuri hawezi kuropokwa kila wakati. Kwanza hilo wajue, watakuja for reason kwamba hapa nahitajiwa kiongozi mkubwa niseme. Lakini usio na wasaidizi wako sio umekaa nafaka kazi. Ndio maana tunaonjua mimi na ume, hebu semeni huko yanatosha. Maneno haya hatusemi sio wenyewe, tunasema tumeambiwa semeni. Kwanza mtaka mfahamu. Tunasema on their behalf. Hatusemi tu, haturepuki tu. Basi ni maneno ya serikali. Si maneno ya Hamadi. Na hapa kuna katiba inasema kuna executive president. You have to understand that. La mwisho, jitahidini sana msipoteshe habari. Yes. Msipoteshe habari. Hata kama waziri kakosea, usitake advantage. Si binadamu tu. Msitake advantage. Tunataka jamii si panic. Unaleta habari za kupanic. Jana mmoja anasema Hamadi amesema tunafunga mipaka. Nimesema wapi? Nimesema wapi? Take an example. Na mipaka kufunga mipaka ni rahisi tu. So mimi sina mipaka. I wish ingekuwa rahisi. Lakini sio rahisi. Sio rahisi. Hatujafunga mpaka. Tulichosema ni kwamba
wale wenzetu walio nje, kutokana na experience ambayo tunaipata, mambo yote ni imported. Tuna mgonjwa pale Pemba, tuna suspect Pemba, ndugu zake kutoka London ndio wamekuja pale, wamekutana naye, hali mambo yameharibika, tunamkuta na mafua na koa na kadhalika. Tukasema hebu mama kaa kwenye isolation center kidogo tuone hali itakuwaje. Lakini hayatoki ndani, ni ndugu zake wale. Alipofika London yule kupimwa tayari ni positive. Si tumeelewana jamaa? Tumemulika tochi hapa, yuko salama. Kaenda kule ndani, kakana dada zake, kaondoka kaenda kule nyumbani London, kufika positive. Unafanyaje katika mazingira kama hayo? Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.